Mnyama Simba ameendelea kuongeza wachezaji kwenye dirisha hili dogo, na za ndani zinasema kwamba kuna uwezekano wachezaji wakafika 10 kwenye dirisha hili dogo, ambapo wanahitaji viungo wengine watatu katika kiungo cha ushambuliaji, kitu ambacho kitazidi kushangaza dirisha dogo kusajili wachezaji wengi kiasi hiki. Lakini golikipa huyo amesajiliwa kwa ajili ya kuchukua nafasi ya Musa Kamara ambaye ana majeraha, hayuko fiti, kwa maana kwamba kwenda kuingia moja kwa moja kwenye kikosi, japokuwa ameanza kurejea mdogo mdogo, ila bado hayuko fiti. Kwa hiyo amemsajili huyu kwa ajili ya kuchukua nafasi ya Musa Kamara. Lakini itakuwaje Musa Kamara wa kimataifa na huyu golikipa mpya pia ni wa kimataifa? Hii bwana, itabidi Musa Kamara aondolewe kwenye orodha wachezaji waliosajiliwa katika klabu ya Simba, kwa sababu kwa sheria za NBC ni kwamba hauruhusiwi kuwa na magolikipa wa kimataifa zaidi ya mmoja. Manake Simba itakiwa na golikipa mmoja kimataifa, lakini mpaka sasa hivi nao wawili, Musa Kamara lakini pia na Djibril Kasila. Naam, lakini kumekuwa na comment mbalimbali za wachambuzi kuhusiana na usajili wa golikipa huyu ambaye Simba wamemchukua kwa ajili ya kuja kuchukua namba moja kwa moja, kwa sababu ya Musa Kamara kutokuwa fiti moja kwa moja. Mzee wa Jambia amemposti Djibril Kasila na kuandika kwamba nasikia mpaka muda huu analia na kwikwi juu baada ya kuambiwa Simba Sports imeruhusu mabao 4 NBC Premier League. Djibril Kasila huyu ni mzee wa Jambia ameandika hiyo, bila shaka ameweka na utani juu yake. Lakini hapa Hansi Rafael na yeye ameandika ujumbe wa utani, naweza nikasema hivyo. Ameandika kwamba kipa anadaka hadi zambi, akaweka emoji za kucheka. Haya maandiko yanaandikwa na wachambuzi, manake ni kwamba Djibril Kasila ni miongoni ya makipa bora barani Afrika na kwenye NBC Premier League msimu huu. Nikukumbushe mwanafamilia, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu kwa urahisi zaidi.